Wakati alihitaji kusafiri na Simba, lakini mambo ya bajeti ndio akasema kwamba hawezi kubaki Bongo. Kwa hiyo changamoto kubwa iliyofanya akae nje ama apate muda mwingi wa kucheza ni ndio wachezaji wake katika dirisha dogo la usajili, ukiangalia ni kiungo Morris Michael Abraham, mchezaji wa zamani wa Academy ya Alliance ya Mwanza, ambaye akiwa na umri wa miaka 18 alifanikiwa kupata mkataba katika klabu ya Subotica ya nchini Serbia. Alizaliwa Agosti 13 mwaka 2003 jijini Dar es Salaam. Alijiunga na kituo cha Alliance ya Mwanza mwaka 2018 akiwa na umri wa miaka 15. Alifanikiwa kuitwa timu ya taifa ya vijana ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, na baadaye timu ya vijana pia ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes. Naungana na Agathon Benedicto kwa ajili ya uchambuzi wa kina kuhusiana na Abraham Morris wakati anajiunga na klabu ya Simba. Agathon, kuhusiana na Morris, cha kwanza tuangalie uhusiano wake pamoja na klabu ya Simba mpaka anajiunga na Simba Sport Club. Kwa Morris Abraham alivyoelezea kwamba alivyojiunga na Simba, kama tunavyojua kwamba huu ni msimu wake wa kwanza akiwa na Simba, lakini alivyojiunga na Simba ilikuwa ni kabla ya msimu ulioisha kuweza kutamatika. Ni kwamba alikuwa amekuja Tanzania, na wakati akiwa na msimamizi wake ambaye ni Mbwana Ali Samata, ndo anasema kwamba alipokea simu yake ya kwanza kabisa kwamba anahitajika Simba, na alikuwa anamhitaji, alikuwa ni kocha wa kipindi hicho wa Simba ambaye ni Fadlu Davis ambaye shaondoka. Kwa hiyo baada ya kupokea simu hiyo ndo akaenda kuongea na viongozi wa Simba kama alivyokuwa ameelekezwa. Kwa hiyo hadi Simba anafika kwenye hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho, Morris alikuwa anafanya mazoezi na Simba, wakati wote alikuwa na Simba. Hadi ikafika stage anaeleza kwamba kuna wakati alihitaji kusafiri na Simba, lakini mambo ya bajeti ndo akasema kwamba aweze kubaki Bongo. Kwa hiyo baada ya hapo ilipofika usajili kwa dirisha kubwa, ndo Morris Abraham akaweza kufanikisha taratibu zote ambazo kwa zinahitajika. Hadi sasa tunaona yuko ndani ya klabu ya Simba. Wakati Pentev anaichukua klabu ya Simba baada ya kumswichi Fadlu Davis, tuliona alimtumia kama nafasi ya kwanza, ukiachilia mbali huwa katika nafasi kiungo mshambuliaji. Pengine unadhani kwa kipaji cha Abraham ni kipaji sahihi kwa Simba Sport Club, lakini pia kwa ligi kuu NBC? Kwangu mimi bila kupinda nasema kwamba Morris Abraham ni chaguo sahihi kwa Simba, lakini ambacho kinaleta utofauti sasa hivi ni kwamba kubadilisha makocha kwa Simba, kwa sababu kiangalia alianza akiwa na Fadlu Davis, akaondoka kaja Dimitri Pantev, na alikuwa na wakati bora sana kipindi cha Pantev, lakini kuja kwa Steve kumekuja na mikakati mingine pia, lakini pia kuna sajili ambazo zimefanywa na Simba. Kwa hiyo kufanya sajili hizo na kukosa nafasi kwa Morris Abraham haimaanishi kwamba sio mchezaji sahihi ndani ya klabu ya Simba, lakini ndio maana tunaona kile anapopata nafasi, kile ambacho alikuwa amezoea kukiona kwake huwa na kitu anaderiva kama anavyo watu wengi wanavyokuwa wanatarajia. Lakini huu ni wakati mgumu tu, lakini sio kwamba kusema kwamba kipaji kimepotea, hapana. Kipaji cha Abraham kitaendelea kuonekana katika ligi kuu ya NBC. Nafasi apewe, kitaonekana. Naungana na Dennis Livingstone kwa ajili ya kuendelea kumwangazia Abraham Morris ambaye ni kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Sport Club. Dennis, tumeona sasa hivi kwa kiasi fulani hivi Abraham amekuwa hapati nafasi katika kikosi cha mwalimu Steve Becker. Afanye kitu gani ili achomoze kama tulivyomwona alivyochomoza akiwa na Pentev? Cha kufanya kwanza anatakiwa afahamu kwamba ni kitu gani ambacho kimemfanya yeye akose nafasi, kwa sababu sisi hapo tupo nje ya uwanja. Ukiniuliza mimi, changamoto kubwa iliyomfanya yeye akae nje ama asipate muda mwingi wa kucheza ni ujio wa wachezaji wapya katika dirisha dogo la usajili. Ukiangalia ni kiungo, kuna viungo wamekuja akina Clatous Chota Chama, akina Ino Loemba na nyota wengine wengi ambao wanacheza nafasi ambayo yanaweza kucheza. Kwa hiyo kikubwa ni kufanya homework yake mwenyewe na kuangalia kipi ambacho wachezaji ambao wamekuja katika dirisha dogo la usajili wamemzidi katika nafasi ambayo anacheza, ili kusudi yeye aweze kuongeza bidii. Kama kuna kitu anacho, kama kuna kitu ambacho hawa wachezaji wanacho lakini yeye hana, itabidi akitafute akipate. Lakini
hauwezi ukasema atakavaa moja kwa moja viatu vya nyota mwingine labda kama Chama au Ino Loemba, lakini yeye aje na kitu kingine cha ziada ambacho kitaisaidia timu kiujumla, ili kusudi malengo ya timu ya kupata ushindi katika kila michezo na kutoa mataji mbalimbali ambayo inashiriki yaweze kutimia.